Karibuni sana dada Wakuru na dada Mariam. Karibuni. Asante sana. Hii ni Wadada Center. Kama kawaida yetu hapa ni platform ya fursa. Ndiyo. Platform nzuri sana, kubwa kabisa, ambayo inawapa wadada fursa ya kwenda kujipambania na kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo karibuni sana. Asante. Tuanze na dada Wakuru. Nasikia wewe umesomea masuala ya hoteli. Ndiyo. Karibu. Asante. Kwanza umetusikia wapi na umetokea wapi? Mimi nimetokea mkoa wa Mara. Moja kwa moja kuja hapa? Au wetu ni kabla ya hapa? Kabla ya kutokea nyumbani nilikuwa Mwanza. Nilikuwa najishughulisha na biashara Mwanza. Biashara yangu ilikuwa imepata changamoto. Mtaji nikawa nimeyumba. Kwa sababu nikawa nahitaji pesa. Nikaona matangazo yenu mtandaoni. Niliona upande wa TikTok na nikapita Instagram. Nikaangalia jinsi mnavyo train mabinti. Nikaona ni fursa ambayo inaweza kunipatia kipato. Nikafanya kazi, nikapata kipato. Kwa uwezo niliona. Ndio. Okay. Ulikuwa unafanya biashara gani? Nilikuwa nauza car accessory. Urembo wa magari. Urembo wa magari? Ndio. Urembo wa magari. Ulikuwa na duka au ulikuwa nilikuwa na duka? Ndio. Kwa hiyo ikawaje? Ni changamoto ambayo japo yani ile Oktoba mwezi wa 9 mwaka jana. Biashara yangu nilikuwa nafanya, zile vurugu zilizotokea nikawa nimebomolewa duka. Kwa hiyo duka kila kitu kikawa kimeishia hapo. Ndio. Okay, duka lilikuwa la kwako au la familia? Lilikuwa la kwangu. Okay. Ndio. Wewe mwenyewe una watoto, una mume, Hapana, sina mtoto na sina mume. Hujaolewa. Kwa hiyo tu ni mwenyewe umeshaanza kujitegemea. Nilikuwa nimeshajisimamia mwenyewe. Nilikuwa naweza kufanya biashara, najisimamia, nalipa kodi. Nalipa TRA, nalipa leseni, na nimepanga chumba. Kwa kila kitu, na nilifikia uwezo wa kukopa hadi benki. Na benki kwa inaniamini nafanya biashara, nalipa. Ndio. Oh, wow, hongera. Asante. Hiyo ni sehemu ya maisha. Ndio, ni changamoto za maisha. Kuna kupanda na kushuka. Kabisa. Na ukishuka unajitafuta tena unarudi. Ndio. Kwa hiyo ndio umerudi sasa kujitafuta. Ndio nimerudi nijitafute. Kwa sababu pia ni profession yangu ni chef. Okay. Lakini kwenye upande wa business ni biashara pia ninayoipenda. Unapenda pia kufanya biashara? Ndio, ni biashara ambayo nimeifanya kwa muda mrefu. Ipi sasa? Hiyo ya accessories za magari. Ndio, nimefanya ndani ya miaka 4. Mara kwanza nilianza kwa kuajiriwa. Nikapata pesa, nikafungua biashara yangu mwenyewe, nikawa na uwezo wa kufanya biashara, kuagiza mzigo kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza. Nikawa na supply. Na pia na jina langu lilikuwa limeshakuwa. Mpaka sasa hapa nilipo kuna watu wananitumia message WhatsApp, "Madam, niagize kitu fulani." Kwa sababu ile sina, siwezi kuwakatisha tamaa kwamba kuwaonyesha sina. Ninachokifanya, kuna watu ninaofahamiana nao wenye maduka. Kwa napigia mwenye duka. Okay. Naomba nisaidie namba za mtu fulani hizo hapo, mpe boda mpelekee kitu fulani sehemu fulani. Okay. Kwa anapeleka kwenye wafanya biashara, kuna ile hatutupani. Okay. Kwa sababu kuna maduka ambayo yanauza bei ya jumla. Mimi nilikuwa nauza rejareja, nilikuwa sijafikia jumla. Kwa hiyo kwenye kile kiasi, kwa sababu hatutupani, mimi naweza nikaagiza kwenye ile duka la jumla. Mimi nikamuuzia rejareja. Ndio. Kwa hiyo kwenye ile pasenti kidogo inayopatikana, anakuambia, "Dada, kwenye mzigo ulioagizwa umeenda sehemu fulani, hela iliyoletwa ni kiasi fulani, lakini si unajua mimi nakuuziaga kiasi fulani." Kwa hiyo kuna zile pasenti kidogo, anakuambia hela yako ya maji hii hapo. Ndio. Kwa ndio hivyo unavyoendelea. Ndio unavyoendelea. Okay, vizuri. Sasa umekuja kwenye kazi, itakuwaje? Utawezaje kujigawa? Huwezi kujigawa mabwana wawili. Kujigawa. Sasa maana huwezi kufanya biashara hiyo online. Ndio. Huku tena unamhudumia bosi, itakuwaje? Kwa changamoto iliyopo hapo, sitoendelea na upande wa biashara kwa sababu siwezi kutumikia kazi mbili kwa wakati mmoja. Kuna moja lazima itaumia. Na wanaofanya hivyo, wanaokuja kwenye hizi kazi alafu wanakuwa wanajaribu kufanya biashara zao online,
wanakuaga wanaumiza sana mabosi wao. Mpaka hapo nicho nimeshakiona kwamba ndio maana nikasema sasa hivi hichi kitu kwa sababu sina mtaji wa kuendelea nacho, nikishapata kazi hiyo biashara nitaisitisha, sitoendelea tena na biashara hiyo. Labda nitawatafutia mtu mwingine ambaye labda namba nitagaa tu kwa watu wengine. Ndio kwamba unajieleza hapo kwenye mic kweli kwamba lakini unaendelea na biashara. Sisi tutajua kwa sababu mabosi wetu bwana wanatuambia dada yuko sana kwenye simu. Sasa kuna mawili, kuna wale wako kwenye simu kwa vitu vya kijinga, kuna wale wako kwenye simu kwenye vitu vya biashara. Kwa hiyo kama wewe ukiwa uko busy sana kwenye simu, sisi tutajua unaendelea na biashara yako. Lakini kuna wengine hawana akili, wanaendelea kukaa kwenye simu na bado wanachoangalia ni vitu ambavyo havina thamani. Wanaangalia tu maumbea, sijui vichekesho, sijui naelewa. Lakini sisi neno la Mungu linatuambia huwezi kutumikia mabwana wawili. Lazima uchague moja. Whether unaingia mtandaoni kuangalia vichekesho au unaingia mtandaoni kufanya biashara, lakini kama una kazi mbili. Yaani labda utenge muda sana usiku, muda ambao wewe sasa unatakiwa pia upumzike. Usiku huwezi ukamfanyia mteja delivery. Hapo sasa. Yaani ni hivi, yaani mteja mfano ukisema unaweka kwamba usiku nitafanya hiyo kazi. Nitafanya kazi hiyo biashara yangu. Ukamtekea mteja delivery usiku wakati amekutafuta labda saa 2 asubuhi anahitaji kuosha gari yake na anahitaji bidhaa umpelekee. Sasa unamtafutaje mtu usiku? Hiyo ni kazi nyingine ambayo yani haiwezi kaingiliana na kazi. Sawa. Mimi nafikiri hapo tumeliweka sawa kwamba yani kwenye hii kazi utaka kufanikiwa, focus, toa huduma nzuri, yani usitumikie mabwana wawili. Kwenye biashara hiyo umeshaona mwenyewe kabisa sasa hivi imeyumba kutokana na mtaji. Tulia 1 2 2 ukusanye hela, uende ukaendelee na biashara. Biashara zipo tu, haziendi kokote. Lakini utaka kushika yote lazima either yote atakuponyoka. Ndio. Karibu sana. Asante. Umesema wewe ni chef. Ndio. Tuende kidogo kwenye ushefu. Ulisomea wapi na umefanya kazi, una uzoefu kwenye level zipi? Labda ni hoteli ya nyota 5 au ngapi? Tuambie kidogo kwenye ushefu wako. Maana hiyo sasa ndio biashara yetu hapa. Kama ni shefu kweli kweli, ndugu yangu, hapa kuna watu sasa hivi wanataka kulipa mashefu hadi milioni 1. Kazi za ndani na unalala kwa bosi, unakula kwa bosi. Ndio. Hebu tuambie. Cha kwanza, chuo nilichosomea, chuo kipo Serengeti, kinaitwa Setco Tourism College. Ndio. Ni cha muda gani? Ndani ya mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ndio. Umesoma mambo ya mapishi peke yake au ulisoma full? Nimesoma mapishi na pia kwenye upande wa field niliweza kupita housekeeping, nilipita jikoni na pia nilipita restaurant. Lakini hiyo ni field. Ndio, kwenye field. Ambayo field ulifanya kwa muda gani? Field nilifanya miezi 3 jikoni. Alafu miezi 2 nilifanya housekeeping. Ndio. Baada ya hapo labda uliajiriwa na hoteli yoyote au? Baada hapo niliendelea kufanya kazi pale pale kwenye ile kampuni. Kampuni inaitwa Tawisa. Wanafanya nini? Wenyewe ni kampuni inayojishughulisha na hoteli. Ipo ndani ya hifadhi. Ndio. Baada hapo nikafanya pale miezi 6 ambao nilikuwa nalipwa baadaye cash. Ina maana nafanya kwa siku nalipwa kwa sababu haikuwa ajira rasmi. Kwa muda huo walikuwa bado hawajatoa ajira. Ndio. Nilifanya kwa muda huo, ilikuwa 2020 kipindi cha corona. Kampuni zikafungwa. Watu wote tukaondolewa makazini. Tukaja turudishwa nyumbani. Tulirudishwa nyumbani, tulikaa nyumbani muda mrefu. Kwa ile kampuni ikauzwa kwa mtu mwingine. Bosi yule tulikuwa naye kwa sababu ya changamoto alikufa kwa sababu ya corona. Alikuwa ni Mfaransa. Alivyokufa akauza ile kampuni. Akafa akauza kampuni yani na mtoto wake. Yaani alivyokufa mmiliki aliyokuwa na ile kampuni aliyokuwa amebaki ni kijana wake. Ndio. Ameuza kuendesha akauzia watu wengine. Wale watu wengine walikuwa tayari wana wafanya kazi. Kwenye amkuitwa tena. Walikuwa na wafanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu sisi tulikuwa tunajaajiriwa, tulikuwa tunalipwa kwa siku. Yule bosi alichokifanya, wale waliokuwa wanaendelea na mkataba waliendelea.
waliokuwa wamekaribia kumaliza walilipwa, kwa sababu alikuwa ana kampuni nyingine. Alichokifanya, alihamisha wafanyakazi kutoka kampuni ya kwake ile ya zamani kuleta kampuni mpya. Kwa hiyo wewe kupata chance. Kwa hiyo mimi kwa muda ule tulivyoondoka upande kipindi cha corona, mimi ndo nikawa nimeingia saa mjini utafuta kazi. Ndo nikawa nimepata kazi ya kuuza kwenye duka. Hilo sasa la vifaa vya magari. Kwa nikawa nimeuza. Kwa ukaachana sana karia yako ya upishi. Okay. Kwa nikaachana nayo. Kwa sababu niliona, kwa sababu pale hata pale nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa nalipwa. Nikaona basi niendelee tu na pale. Nilipomaliza nikafanya kazi, nikapata support ya wazazi. Nikaongezewa, nikaambiwa nahitaji kufanya biashara. Nikapata support ya wazazi, wakanipatia mtaji. Ndo nikaanza kujisimamia kufanya biashara yangu mimi. Kama mimi binafsi. Okay. Kwa hiyo vyeti vya hoteli umekuja kuvitoa 2026 baada ya kuona fursa ya Dada Center. Vishapata na kutu. Maana si uliachana nayo sasa. Ukawa unaona hela ziko kwenye magari. Lakini kwenye inatokea ndio kitu cha kawaida. Lakini kwenye upande huo nilikuwa na duka. Lakini kuna wale nilikuwa najishughulisha na wale wamama wanaouza chakula kwenye masherehe. Yani ni hivi. Kuna ile watu wengi wanaokuja hapa wanakisikia kwanza mishahara yetu, alafu wakasikia hizo vigezo, labda wewe umesomea hoteli au housekeeping au nini. Yani wanakuja na vyeti ambavyo vina kutu kwa muda mrefu. Walisoma, baadaye wakaona kama walikuwa upande huo hawapati hela, wakajiingiza kwenye biashara. Lakini baadaye mambo labda biashara ndo kama hivyo, zinaenda zinapanda zinashuka au zinakufa kabisa. Anakuja kukutana na kitu ambacho kinahusiana na ile alichokisomea, aenda kufukunywa vyeti huko, ndio anakuja navyo. Kwa hiyo ni kawaida, yani vitu ambavyo vinatokea. Cha muhimu ulikuwa angalau na hiyo backup ya hiyo background. Sisi tutakachokupima ni kwenye kazi, na bosi wako anachokupima ni kazi, sio umesomea. Kwa sababu kama umesomea alafu uliweka pembeni huo ujuzi na hiyo taaluma, sidhani kama utaweza kushindana na mtu ambaye tena hata hajasomea lakini katika miaka yote amekuwa ni mpishi. Huwezi kushindana naye. Huwezi kabisa. Kwa hiyo sisi sio tu kwamba tunaajiri cheti. Cheti huwa ni kitu kinachokuja kuongeza tu thamani kama ule ujuzi unao. Lakini tunachoangalia cha kwanza ni ujuzi, na ule ujuzi ambao tunasema competence yako katika hiyo field. Yani uwezo wako uko vipi. Umeona? Sababu kuna mwingine anakuja na cheti lakini kwenye kazi ni zero. Kwenye kazi anashindwa mbali kabisa na mtu ambaye hatajasomea. Kwa hiyo ukiwa open kwamba pale ulipo ndio inabidi uanzie pale pale, hakutakuwa na shida. Sababu utaanza taratibu. Sawa. Unaanza kujikumbusha, si ndio? Ukikuwa umetoka jikoni unasema toka ulivyomaliza sijui miaka mingapi umekuwa jikoni, ungekuwa hatuna mashaka. Lakini kama ulikuwa kwenye biashara zingine, sasa umekuja kwa sababu umesikia tuna fursa, tunakukaribisha, lakini usiwe na matarajio makubwa. Kwamba kwa kuwa umekuja na cheti basi tutakupeleka kwenye kazi za milioni au siza 500,000. Njoo na matarajio ya kawaida. Twende taratibu, tutapima uwezo wako kulingana na soko linavyohitaji. Baada ya hapo tutakwambia wapi tunaweza kupangia. Ukiwa open basi fursa zipo. Sawa. Umenipata Ndio. Haya dada Wakuru, karibu sana. Asante.